Tuanze filamu hii. Tunaanza na mwanamke mjamzito ambaye alikuwa anajifungua, anasaidiwa na mama mkwe wake akiwa pamoja na mkunga eneo hili. Baada ya kuwa amejifungua, mkunga akawa ameondoka kurudi nyumbani kwake, lakini upande wa ndani mtoto aliyekuwa amezaliwa ni mchanga, lakini macho yake yalikuwa yanaonekana ni mekundu kana kwamba ana kiumbe ndani yake, na sauti ya ajabu ikasikika ikiwa inamuita mtoto huyo Mariam. Sasa baada ya hilo tukio, tumfahamu Mariam husika. Huyo binti ambaye unamuona hapa mbele ndiye binti ambaye anatusimulia hili tukio. Yaani hii filamu inatokana na kisa cha ukweli ambacho yeye kimemkuta katika maisha yake. Sasa hem, tusikilize hadithi yake vizuri, ni nini alichokuwa anakipitia katika maisha yake. Binti anasema kwamba hii simulizi hajawahi kumsimulia mtu yoyote. Sio kwamba alikuwa anaogopa, bali kuna kiumbe ambaye mara zote amekuwa akimfuatilia yeye, na yeye anauona kabisa uwepo wake hata hapa ambapo yeye alipokuwa anatusimulia, akieleza kwamba kuna uwepo fulani, ni mkuu wa majini, yani mfalme wa majini. Tangu hapo zamani alipokuwa mtoto mdogo, huyo jini alitokea kumpenda sana, na jini huyo ana nguvu kubwa kiasi kwamba aliogopa hata kulitaja jina la huyo kiumbe, kwa sababu alikuwa anajua na alikuwa anaamini kwamba pepo huyo muda wote mahala popote alipokuwa na yeye yuko hapo. Turudi nyuma kabisa katika maisha ya Mariam ambapo alikuwa mtoto mdogo na alipokuwa mwanafunzi shuleni, mara nyingi wanafunzi wenzake walikuwa wakimtenga, walikuwa wakimuona Mariam kama mtoto ambaye amepagawa na ana marafiki na mapepo. Mariam akiwa nje kwenye msitu huko anazungumza na rafiki yake ambao wengine hawamuoni. Wanafunzi wengine wakiwa darasani walikuwa kimdhaki, wanamwona Mariam, mbona anaongea peke yake, mbona anapenda kukaa mwenyewe, au ndo mara nyingi anatumia muda kuzungumza na pepo wake. Upande wa binti Mariam alikuwa anazungumza na mtu ama kiumbe ambacho kilikuwa kionekani, anakiuliza kwa nini watoto wengine hawataki kucheza naye. Akawa amekiambia kwamba wale watoto wanamuita yeye ni mtu mwovu ama yeye ni shetani kwa sababu huongea peke yake, lakini akawa amekisifu kile kiumbe anachozungumza nacho. Anasema kwamba lakini wewe ni mzuri kwa sababu wewe unanipatia hela ili ninunue barafu. Sasa binti akawa muomba kiumbe hicho kicheze naye. Wakati huo sasa upande wa wanafunzi ambao walikuwa wanamtazama huyu binti wanacheka tu, wanaona huyu mtu ni wa ajabu, ana marafiki na pepo. Wanakuja kushtuka Mariam alipokuwa hayupo, katoweka. Wakiwa bado hawaelewi, unamwona Mariam kajitokeza mbele yao, akasema kwamba rafiki yangu sio pepo. Madogo ikabidi kutafuta pa kujificha. Wakiwa darasani watu wote wako makini, lakini sasa binti na yeye yuko makini na vitu vyake tu. Kwenye daftari lake Mariam yakuwa maandikwa maneno na yule jini, yanasomeka kwamba nitakulinda daima. Madam baada ya kuona Mariam hayuko pamoja na yeye, yuko busy na mambo yake, akamwambia Mariam, tueleze kuhusiana na hadithi ya Adamu na Hawa. Binti akaona mbona kama mmenishtukiza jamani, ila akawa amesikia sauti ya jini ikiwa inamnong'oneza. Binti hapo hapo akatamka kwa maneno makavu kama mzee mpili, anasema kwamba majini aina ya F3 walikuwepo tangu enzi za Nabii Suleiman. Mmoja wao waliwahi kuhamisha kiti cha enzi cha Malkia Sheba, jambo lililosababisha malkia huyo kusilimu. Majini hao wana nguvu sana na wakatili mno. Sasa kuna mwanafunzi mmoja hapa akawa amemuuliza Mariam, umetoa wapi hiyo hoja? Mbona kama umepagawa wewe? Mwingine tena akawa amerukia hiyo hoja, akawa amemziaki Mariam, anasema kwamba wewe una marafiki na pepo. Darasa lote lilikuwa limecheka kweli. Madamu akajaribu kuwatuliza lakini wapi. Mariam akawa amepaza sauti, anasema kwamba rafiki yangu sio shetani, nyinyi ndio mashetani. Watu wakawa wametulia, kila mmoja akarudi kwenye nafasi yake. Mariam akawa anashangaa, jambo la ajabu lilikuwa limejitokeza hapa. Watu wakaanza kupagawa, kila mmoja anafanya vitu vya ajabu. Mwenye kujiumiza anajiumiza yeye mwenyewe. Madamu yuko mlangoni huko anaita msaada, msaada. Jamaa aliyekuja kutoa msaada hapa ni sekunde tu, naye akaanza kuhitaji msaada tena. Mariam yeye mwenyewe sasa akaanza kulia tena, anaanza kuogopa yule pepo alichokifanya. Binti alikuwa ametarajia kama angeweza kufanya hicho kitu. Mariam alivyoona wanafunzi wanazidi kudhurika, akapiga kelele huku analia, anamwambia yule pepo kwamba umefika mbali, acha kufanya hivyo. Baadaye haya mambo kutulia, Mariam alikuwa amepelekwa kwa ustadhi mmoja anaitwa Rahmati, ambaye mara moja akaanza kusoma dua pamoja na wanafunzi wengine wakiwa hapo. Mwanzoni Mariam alionekana kuwa wa kawaida tu, haogopi kitu chochote, anaonekana kama mtu fulani hivi kachanganyikiwa, lakini dua ilivyonoga, ghafla uso wake uko umebadilika na akaanza kuchekacheka. Jini akaanza kuzungumza kupitia mwili wa Mariam, anasema kwamba huyu mtoto ni mali yangu. Huku jini anaangazangaza macho, anaangalia nani mzembe kati ya hawa watu, akajua kabisa hapa nishajua wa kupita naye wa kwanza. Ustadh Rahmati akawa amemuuliza wewe ni nani? Jini akusema moja kwa moja jina lake, akajibu kwamba nimekuwa pamoja na Mariam tangu enzi akiwa mtoto mdogo mpaka hapa. Rahmati akauliza unatoka wapi? Unatoka katika kabila gani la majini? Jini akajibu Ifrit. Mariam akasimama huku anacheka, anaangalia wanaosoma dua, akamsogelea mmoja, akapiga teke chupa ya maji, na tunajua kabisa kazi ya maji kwenye hii shughuli. Binti akamsogelea mwingine, akachukua yale maji akayanywa, akaenda kwa mmoja akachukua yale maji akamwagia kichwani, kisha akamfuata ustazi. Ustazi aliendelea na dua, hakutikisika kabisa. Muda mfupi baadaye Mariam akaanguka chini ghafla. Ustazi akajua kabisa huu ni mpango, huu ni mchezo. Ustazi akaendelea kupiga dua hapo moja, kiupepo kidogo kilikuwa kimepigwa hapa, mmoja baada ya mwingine. Wanafunzi wa ustazi wakaanza kuhisi maumivu makali sana mwilini mwao na wanatokwa na damu. Kwa Rahmat, yeye alibaki pale pale,
hawakutetereka kabisa katika hilo. Sasa utakuwa umejua kwa nini yule pepo alimwaga yale maji ya wanafunzi na kuyanywa. Pepo anajua kabisa ipi ni imani, upi ni uoga. Baadaye Ramat akawa amemweleza mama yake Mariam kwamba jini aliyemwingia binti yako ni aina ya jini anaitwa Ifrit, na ndiyo mfano wa majini upande huo. Anaweza kumwingia mwanadamu ama kitu chochote ambacho yeye anaweza kukipata, lakini mara nyingi anaweza kutumia pesa haramu ama chakula kisichokuwa halali. Na jini huyo kiufupi ni mwenye nguvu sana na ni jini hatari mno. Mara nyingi huwa anaweza kutumika sana kwenye uchawi mweusi. Mama yake Mariam akakiri kwamba Mariam aliwahi kuzungumza jambo hilo hapo awali, lakini alizani kama ni mawazo ya kitoto tu, hivyo kuzingatia kabisa. Ramati akasema kwamba hajui Mariam ameunganishwa vipi na huyo kiumbe, lakini akaahidi kwamba nitamlinda kuanzia sasa. Kisha akamgeukia Mariam akamuuliza kwa upole kwamba unampenda huyo rafiki yako? Mariam akakubali akasema ndiyo nampenda, lakini sikupenda sana alichowafanyia wanafunzi wenzangu. Binti akamuuliza kama rafiki yake anaweza kuacha kusumbua wengine, anaogopa watoto wengine hawatataka tena kuwa marafiki zake. Ramat akamfariji na kumwambia kwamba asikate tamaa katika hilo. Mama yake Mariam pamoja na binti yake walivyoondoka hapo, kuna vijana wawili Riziki pamoja na Farhani walikuwa hapo. Farhani akawa amemuuliza ustazi kwamba Mariam atakuwa sawa. Ustazi akawa amejibu kwamba ikiwa Mungu atapenda Mariam atakuwa sawa. Wakiendelea na shughuli zao, hadithi inaruka miaka kadhaa mbele. Mariam sasa amekuwa ni mtu mzima kabisa. Alikuwa anatazama zawadi ya mkufu ambao amepewa hapa. Mariam akaenda kujitazama kwenye kioo. Ule mkufu umekaa mahala pake. Sasa alipotoka, taswira yake ikiwa imebaki nyuma, kana kwamba yeye hajaondoka tena huko ndani, ama yeye ndo kaondoka, yule kiumbe kabaki huko ndani. Sasa huyu jamaa aliyekuja hapa, huyu mshikaji anaitwa Bagas, wako wameondoka pamoja kwenda kwenye shughuli zao kama kawaida, Mwaroni huko kwenda kupiga kazi. Wakiwa njiani, Mariam akamwona kuna mzee mmoja anamtazama kwa makini sana, mpaka binti akaingiwa na wasiwasi. Ghafla mbele yake kuna miti ya mianzi kwa manguka njiani. Bagas akawa amenyanyuka na kuitoa ile miti haraka haraka, kisha akawa ameondoka na yule mzee akawa ameonekana tena hilo eneo. Walipofika eneo la kazi, kuna binti mmoja ni kisabufa. Huyu binti anaongea, anaitwa Eki. Eki akawa amemuuliza Mariam, wewe na Bagas mnatoka kimapenzi? Na je, huyu rafiki yako jini amekubali huu uhusiano? Mimi sitamani sana kumuona Bagas aishie kama Adi ambaye alipata shimo kichwani kwake. Wakaanza kumsanifu sasa. Huyu binti alivaa kikofia hapa kama Mvietnam. Huyu binti anaitwa Kiki, akisema kwamba atamvunja sana moyo Bagas kama atamfanyia hivyo. Sasa binti wakawa wamemuona amevaa kidani shingoni kwake, wakajua kabisa hichi kidani amepewa na Bagas. Binti ikabidi kukificha. Hawa wanamchunguza huyu binti, wakaanza kuendeleza kamdomo. Kiki akasema kwamba Mariam ana bahati sana kwa sababu anapata zawadi kutoka kwa majini, pia anapata zawadi kutoka kwa wanaume wengine wa kawaida binadamu. Akamuuliza, ni kweli rafiki yako yule jini huwa anakupatia pesa? Na sisi tunatamani sana tungepata rafiki kama huyo. Mariam akatulia tu, akujibu chochote kabisa kuhusiana na haya mambo yanayoongelewa hapa. Bagas akawa amefika hapo, akawaambia kwamba ufukweni hapa samaki zimepungua, muda wa magharibi inabidi muende huko kwenda kuchuuza samaki, na hilo ni agizo la mkubwa wao. Iki akasema kwamba muda kama huo, maeneo kama yale, majini huwa wanapenda sana kufanya mambo yao ya ajabu, sio salama sana kwao kwenda kule. Bagas akamwambia Mariam kwamba wewe utachukua nafasi ya Iki. Jioni kweli wakaambatana wote, Kiki, Mariam pamoja na Adi. Lakini sasa Kiki akaanza tena maneno yake, ile eneo unaloliona limekaa kimaajabu ajabu, majini muda huu huwa wanaweza kufanya mambo ya ajabu ajabu. Haya maneno Bagas alivyosikia akamwambia, jamani, mwacheni hayo mambo, tufanyie kilichotuleta hapa. Hadi na rafiki yake Kamdomo wakaendeleza kupepeta haya mambo, wakasema kwamba muulize Mariam, kweli rafiki yake ni mfalme wa majini? Kwani tunamuonea? Simuulize, si uko pamoja na sisi? Walivyogeuka kwa Mariam uso wake umegeuka na kuwa mtu wa kutisha kweli kweli. Akiwa hapo muda huu, kumbe Mariam alikuwa bado kwenye shamba la samaki huku, yuko na mwanadada Iki. Akawa ameshangaa au kuenda pamoja na kina Bagas kule. Binti akasema wameshaondoka, wamemwacha. Muda huo wakawa wamesikia makelele, watu wakawa wanapiga kelele huko ufukweni. Ikabidi kwenda huko, watu wamepagawa. Watu wote waliokuwa eneo hilo, Bagas pamoja na wale wengine, wanapiga makelele, wamepagawa, wanafanya mambo ya ajabu ajabu tu hapa bila akili zao. Mariam akasimama kwa mbali kwa sababu tayari amekwisha kuliona tukio kama hili hapo awali, akajua kabisa aliyefanya hivi ni nani. Akalia kwa sauti kubwa akimsii yule jini asiwaumize marafiki zake. Muda mfupi baadaye, wale watu wote watatu wakarudi katika hali yao ya kawaida. Sasa hizi habari zikamfikia bosi mkubwa, akawaweka kiti moto. Watu wanadai walienda kule na Mariam walikuwa lile eneo ufukweni kule. Wakati huo mwanadada Iki anakataa, anasema kwamba yeye alikuwa na Mariam, alimuona Mariam muda wote na Mariam hakwenda pamoja nao hao watu kule ufukweni. Kiki anasema Mariam alikuwa pamoja nao. Baada ya lile tukio kutokea, Mariam alitoweka. Sasa bosi kwa anasikiliza hizi story na anajaribu kuchanganua, Tufaiki akawatimua wote kasoro Mariam, akabaki hapo pamoja na Bagas. Bagas akamwambia bosi wao kwamba hili tukio
sio kosa la Mariam kabisa. Mariam hajafanya jambo lolote baya. Tufaika kumwambia kwamba Kiki pamoja na Iki wote wamesema wazi kwamba Mariam alionekana pande zote mbili. Hii inaonyesha kwamba huyu binti ana jini ama ana pepo ndani yake. Mariam akawa amesisitiza kwamba yeye hajafanya kitu chochote kibaya, lakini bosi wao akasema kwamba inawezekana huu uvumi unaosemwa hapa yaliyopo yapo. Tufaika akasema kwamba kuanzia sasa wewe unatakiwa usifike kwenye hii kazi tena, lakini mzee hakusema kwa muda gani. Bagas akawa amejitolea akasema kwamba ili mbona sio kosa la Mariam, na kwa nini achukuliwe hatua yeye tu? Akaomba apewe nafasi nyingine, akaahidi kwamba kama kuna tukio jingine litatokea la namna hii, basi hata yeye mwenyewe Bagas afukuzwe kazi. Baadaye Bagas akamfariji sana Mariam, akamwambia kwamba yeye sio mtu wa kulaumiwa katika hilo tukio. Akasema kwamba atajaribu kuzungumza na bosi wao, ingawa anakiri kwamba ni kweli nilikuona kule ufukweni kwenye lile tukio. Akawa amemuuliza au ndo yule jini wako ndio alionekana kule? Mariam akamuuliza Bogas, eti Bogas tena. Mariam akamuuliza Bagas, unaniogopa? Mshikaji akasema hapana, mimi sikuogopi, mimi niko hapa kwa ajili ya kukulinda wewe, nitahakikisha kitu chochote hakikutokei. Jamaa akawa amemchukua binti na kumrudisha nyumbani. Baada ya kufika mama yake Mariam akawa amuuliza, vipi, kuna jambo baya limetokea? Bagas akaeleza kwamba baadhi ya wafanyakazi walipagawa tu, lakini Mariam hakuna chochote anachohusika nacho katika hilo. Mwana mama huyu akamwomba radhi sana, akasema kwamba nina uhakika Bagas hauelewi chochote kinachoendelea katika maisha ya Mariam, na sijui kama utakapokielewa kama unaweza kuvumilia anayoyapitia Mariam. Bagas akasema kwamba yuko tayari kukubali hali yoyote ambayo Mariam itamtokea. Mshikaji ametokea kumpenda sana Mariam na yuko hapa anahakikisha kwamba kwa huyu mama atamlinda binti yake, na uhusiano wake upo serious sana. Atahakikisha Mariam pamoja na yeye uhusiano wake unazaa matunda. Mama Mariam akawa amemwambia kwamba sio rahisi sana kama unavyosema, lakini Bagas akawa amesisitiza kwamba analijua hilo, lakini atamlinda Mariam bila kujali chochote. Kijana yuko tayari kwa lolote. Basi kidume akawa ameaga na kuondoka hapo. Sasa upande wa ndani, Mariam akawa amekumbuka wakati mmoja Ustadh Rahmati alipomuuliza kwamba je, unatamani sana kumuona huyo rafiki yako jini? Mariam akasema yuko tayari kumuona jini huyo ikiwa tu jambo hilo linaweza kusaidia yeye huyo jini asiwazuru watu wake wengine waliopo karibu. Rahmati yule ustadhi akawa amemwambia kwamba kama ni kweli upo tayari kumuona huyo jini, lazima usome aya fulani hivi. Alimwandikia kwenye karatasi na akamwambia hiyo aya aisome kwa kuirudia, lakini akawa amemuonya kwamba kufanya udadisi wa namna hiyo kunaweza kuvuta umakini wa majini mengine wa aina hiyo kwenye hiyo jamii na kuja kumwandama huyu binti. Mariam akawa ameishika ile karatasi, akawa ameiweka ndani ya draw. Hakutaka kabisa tena kujishughulisha na hilo jambo. Baada ya muda mfupi ile draw ilikuwa imefunguliwa tena. Mariam akawa ameinuka hapo haraka, akaenda kuifunga tena ile draw, akarudi kitandani. Lakini safari hii draw ilikuwa imevutwa kwa nguvu sana, jambo lililomshtua sana Mariam. Akiwa anatetemeka, Mariam akawa amechukua karatasi ya zamani, ujumbe uliokuwa umesomeka kwamba nitakulinda daima, akaiweka pembeni, kisha akachukua ile karatasi nyingine iliyokuwa imeandikwa aya maalum kwa ajili ya kumuita yule jini amuone uso kwa uso. Binti akaanza kusoma yale maneno akiwa na hofu, anasoma hivyo tu, kichwa chake kinazunguka kila kona kama mtu ambaye anaoga nje, lakini hakujali. Binti akaendelea kusoma tu ile aya. Baada ya muda mfupi, kivuli cha ajabu kiko kimeonekana mlangoni nyuma ya pazia, jambo lililomfanya Mariam kuogopa sana. Mama yake akawa amefika eneo hilo, kila kitu kilikuwa kimerudi kuwa kawaida. Mariam akiwa amezidiwa na hofu, akakiri kwamba ameyachoka haya maisha, anatamani kurudi katika maisha ya kawaida kama watu wengine. Mama yake akawa amesema kwamba awe na subira, akaeleza kwamba Bagas amejitolea kweli na ametokea kukupenda, yuko tayari kukulinda, na akasema kwamba amekwisha kuongea na Ustadh Rahmati, wanaweza wakapata msaada zaidi. Anaamini kabisa huyu mwanamama, hii ishara inaweza kuwa ni nzuri, haya mambo yataisha hivi karibuni. Siku iliyofuata Mariam akamuuliza Bagas kama kweli ana uhakika na maamuzi yake ya kumuoa. Akasema anaogopa asije akapata madhara kama watu wengine ambao walikuwa na nia ya kumuoa huyu binti wameishia kudhurika. Bagas akamfariji, akasema kwamba yuko makini sana kuhusiana na maisha yake, haogopi kitu chochote, anampenda kweli na anamhitaji kumfanya kuwa mke wake. Jioni Bagas akawa amempeleka Mariam nyumbani, lakini sasa alipojaribu kuwasha tukutuku yake haiwaki, akawasha haiwaki. Muda mfupi baadaye ikiwa imewaka, lakini nyuma yake kuna mtu mwingine alikuwa hapo anafanana kabisa na Mariam. Asubuhi ile ufata jini akawa ameunyakua mkufu wa Mariam kifuani kwake. Hili jambo lilikuwa limemfanya binti kushtuka, akaona mkufu wake huko chini, akauchukua akaurudisha kwenye boksi lake, akafungua dirisha kwa sababu alikuwa anasikia kama kuna mtu anakojoa hilo eneo. Kutazama vizuri kweli akamwona kuna jamaa mmoja alikuwa anakojoa hapa, kumwangalia vizuri ni Bagas. Sasa imewezekana
inawezekanaje? Binti akawa ametoka nje, lakini akakuta kuna watu kibao. Sasa binti mwenyewe anashangaa, hawa watu wanashangaa nini? Kuangalia vizuri akamwona Bagas yuko hapa tena anakojolea kwenye hii nyumba. Sasa jamaa anakojoa muda wote, sijui mkojo anatoa wapi. Bagas akawa amemsogelea Mariam, anafanya kitu cha ajabu kwenye mdomo wake, kana kwamba anakata kile kilambio, na akawa amekitoa kabisa kile kipande. Mariam akawa amepiga kelele. Mama yake Bagas akawa amefika hapo kumsaidia kijana wake, lakini Bagas akawa amemtupa pembeni. Bagas akaendelea kujiumiza mbele ya watu, watu wanashangaa kinachotokea. Kweli Bagas muda mfupi baadaye akawa amefariki dunia. Sasa kwenye mazishi ya Bagas, Mariam akawa amefika hapo akiwa na mama yake, lakini mama yake Bagas alimuwashia moto, aligeuka mbogo katikati ya msiba. Unawezaje kufika hapa? Wewe ndio sababu ya mwanangu kufa, ondoka hapa. Mama yake Mariam pamoja na binti yake ikabidi kuondoka hapo. Ustazi akiwa anawatazama, mara kuna mtoto mdogo akawa amemshika ustazi mkono. Ustazi kuangalia, huyu mtoto anaongea kwa sauti ya kishetani. Pepo ndani yake anamwambiaje ustazi, bado unataka kunipinga mimi? Ninao uwezo wa kumuua binadamu. Lakini Rahmati akajibu kwa utulivu, akamwambia kwamba maisha na kifo viko mikononi mwa Mwenyezi Mungu pekee. Sasa upande wa Mariam akiwa amezidiwa na haya mambo yanayoendelea kutokea, jini anaendelea kudhuru watu ambao wanajitoa katika maisha yake kwa ajili ya kumuoa. Binti akiwa na hasira, moyo wake umevunjika, umejawa na maumivu makali sana, anatamani kufa kuliko kuendelea kuishi. Mama yake alikuwa amejaribu kumtuliza binti yake, akimzuia asifanye jambo hilo baya. Muda mfupi baadaye, Ustadh Rahmati alikuwa amefika hapo na akawa amemsihi Mariam kwamba asiwe mtu wa kujilaumu sana. Mariam akauliza ni nini anachoweza kukifanya kwa sasa kwenye haya maisha. Bagas amekufa kwa sababu yake, ni mtu ambaye alikuwa amejitolea kumuoa. Rahmati akamwambia kwamba kamwe usikate tamaa. Kukata tamaa ndicho kitu ambacho huyo jini Ifrit anakitamani sana kukiona. Muda huo huo, Rahmati akahisi kabisa kuna uwepo wa kiumbe wa ajabu eneo hilo. Mara moja akawa amegundua sehemu ambapo yule jini alikuwa amejificha. Kwa sauti ya ukakamavu akamwambia yule jini kwamba binadamu ana nguvu kuliko majini. Usiku huo, Rahmati akamwambia mwanafunzi wake Riziki, amekuwa bonge, amekuwa mtu mzima sasa, ninakwenda kuswali, lakini nitaswali huko mpaka alfajiri. Ninaomba mtu yoyote asinisumbue kwa siku ya leo, lakini hakikisha kwamba Farhani atakapofika mwambie aje kuniona mara moja. Rahmati akawa ametoka hapo na kwenda kujiandaa kwa ajili ya ibada. Kweli akaanza kuswali, lakini baada ya muda mfupi kivuli kilikuwa kimejitokeza nyuma ya pazia. Ustazi akaendelea na ibada yake kama kawaida, akachukua tasbihi yake kisha akaanza kusoma dua. Sauti ile ya ajabu ikaanza kurudia maneno ya dua yake. Ustazi akaendelea kuswali kama kawaida. Baada ya muda akawa amegeuka nyuma. Yule jini akasema kwamba kuna wanadamu ambao zamani waliwahi kutafuta ulinzi kwa viumbe kama mimi. Rahmati akasema kwamba ninakujua wewe ni nani, unataka nini, ama unataka kunijaribu? Kivuli kile kikao kimejitokeza katika umbo la Mariam. Ghafla kikatokea mbele ya ustazi, kikamuuliza kwamba unadhani hiki unachokifanya kitanitenganisha mimi na Mariam? Umeme uko umekatika, pakawa giza. Upande wa Mariam akaamka, akamkuta Ustadh Rahmati yuko kando ya kitanda chake. Ustadh akawa amemuuliza Mariam kwa upole, umesali? Mariam akawa amekiri kwamba anatamani sana kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumswalia yeye tu, aishi kwa amani kama maisha ya wanadamu wengine. Rahmati akamkumbusha kwamba Mungu huwasaidia wale wote ambao wanaswali na kuvumilia. Akamtia moyo sana Mariam aendelee kuwa na nguvu, asikate tamaa, hilo jambo asiruhusu katika maisha yake. Alipoinuka kuondoka ustadhi huyu, Mariam akamuuliza, unaenda wapi? Na je, mimi nitafanya nini bila wewe? Rahmati akamjibu kwamba mimi ni mtumishi tu, lakini Mungu ndiye anaweza kukusaidia. Bila yeye wengine sisi ni wanadamu tu, sisi ni watumishi wake, lakini yeye ndiye mwenye maamuzi ya kila kitu. Huu ujumbe chukua na wewe uishi nao, usikaze fuvu, Mungu atakusaidia katika hili. Mariam, ustazi akawa ameondoka. Mariam alivyoamka tu akawa amegundua kwamba ustazi Rahmati hayupo tena duniani. Kweli yakawa amefanyika mazishi ya ustazi Rahmati. Farhan akamwambia Mariam kwamba uwe na nguvu. Sasa ukumbuke hii filamu inatokana na kisa cha ukweli. Ustazi husika Kai Haji Rahmati Salehe, mwana wa Kai Haji Abdul Faiki, alizaliwa tarehe 2 mwezi wa kwanza 1965. Alifariki dunia tarehe 24 mwezi wa pili 2015. Tuendelee na simulizi. Mariam aliporudi nyumbani kwa hasira, akawa anataka kuzungumza na yule kiumbe anayedai kwamba yuko katika maisha yake kwa ajili ya kumlinda, lakini kwa nini anaendelea kuzuru watu ambao wako karibu na yeye, watu wanaojitolea sana katika maisha yake? Mariam, binti akauliza huyo jini, unataka mimi nife? Mama yake akawa amejaribu kumtuliza binti yake, akimwambia kwamba aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu, amtegemee yeye peke yake tu. Ghafla wakasikia mlio mkubwa ndani huko. Walipofika huko, chumba cha Mariam kimevurugika kabisa. Mariam akawa ameona kuna karatasi chini imeandikwa maneno kuwa pamoja na mimi. Mariam akawa amevunjika sana moyo, akawa amechukua kipande cha ncha kali. Mama akawa amemkimbilia kumzuia, akimwomba asifanye hivyo, kama anataka kujidhuru basi amdhuru yeye badala ya yeye mwenyewe. Wakati huo
huo mwili wa Mariam uko umejisogeza bila hiari yake, uko umejikata kidogo, lakini mama yake akawa amepambana kuzuia jambo hilo. Mama yake akawa amelazimika kumfunga binti yake ili asiendelee kujizuru kwa mikono yake yeye mwenyewe. Baada ya hili tukio, Mariam alipokuja kuamka akaona kuna kiumbe mbele yake. Akiwa na uoga akawa amefumba macho. Alipokuja kufungua tena, yule kiumbe yuko mbele yake, yani juu yake tena huyu binti. Asubuhi iliyofuata, Mariam bila akili yake akawa ameingia baharini. Lengo lake ni kujiondoa maisha kabisa hapa. Nikana kwamba kuna kiumbe ama kuna nguvu za ajabu ambazo zinamvuta huyu binti kwenda kufanya hili jambo. Lakini Ustadhi Farhan akawa amefika hapo na kumzuia. Jini akamuuliza kwamba, unadhani unaweza kunitenganisha mimi kuwa mbali na huyu binti? Farhan akasema kwamba mimi ndiye mtu ambaye nitakutenganisha katika hili. Jini akasema kwamba wewe hauna kitu kulinganisha na mwalimu wako, japo alishindwa. Mara moja Farhan akawa ameweka mkono juu ya huyu binti na kuanza kusoma dua. Yule pepo akawa amemwachia kwa muda huo. Mariam alivyoamka baadaye, Farhan akawa amejitambulisha na kusema kwamba Ustadh Rahmati alimwambia kila kitu kuhusiana na yeye. Akaeleza kwamba mimi na wewe tulikutana tukiwa watoto, ingawa ninaamini kwamba wewe haunikumbuki kwa sasa. Mariam bado alikuwa anajilaumu sana kuhusiana na kifo cha Ustadhi Rahmati, lakini Farhan akamwambia kwamba yeye mwenyewe hakupata nafasi ya kumuona Ustadhi kabla hajafariki, na anaamini kwamba Ustadhi asingetamani kumuona Mariam akijilaumu kuhusiana na kifo chake. Akamwambia kwamba maisha na kifo vyote viko katika mikono ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Basi wakarudi nyumbani. Mariam kila alipojaribu kuomba kwa Mwenyezi Mungu, yule jini alikuwa anamharibia ibada yake kwa makusudi tu. Jioni Farhan akawa anasoma barua aliyokuwa ameandikiwa na ustazi wake kabla hajafa. Barua hiyo imeandikwa kwamba Mariam lazima alindwe dhidi ya yule jini anayejaribu kumchukua, na ustazi akawa amemwambia ukweli kwamba upendo wa kweli unaotoka moyoni ndio kitu pekee ambacho kinaweza kumwokoa Mariam. Farhan akaomba msamaha sana kwa kuto kumuona ustazi wake mara ya mwisho kabla hajafa. Akaapa kwamba ataendelea na mapambano ambapo ustazi wake alipokuwa ameishia. Akaanza kusoma dua kwa ajili ya Rahmati, lakini ghafla majini kadhaa wakawa wamejitokeza hapo. Wakaanza kurudia dua hiyo hiyo. Jini mmoja akawa amemsogelea kabisa na akasema kwamba hauwezi kunitenganisha mimi na Mariam, vinginevyo utakufa bure tu. Baada ya kusema hivyo, yule jini akawa ametoweka pamoja na wengine wote. Wakati huo huo, Mariam akawa amejikuta katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa majini. Alipotazama huku na huku, ghafla jini mmoja akawa amesimama nyuma yake akiwa na hofu. Binti yule jini anamfuata. Binti akawa amekurupuka kutoka kwenye ndoto mbaya. Akiwa hapo, anaona tena ule mlango wa ajabu umefunguka mbele yake. Akaanza kupiga kelele za hofu. Akashtuka tena kutoka ndotoni. Omba hii kitu usikukute. Unaota ukiwa unaota. Siku iliyofuata, Mariam akiwa kazini kwake kama kawaida. Sasa Kiki pamoja na rafiki yake, hawa ni visabufa wote, wakaanza kusema kwamba inavyosemekana Mariam alijaribu kujiua baharini kule, lakini aliokolewa na ustazi mpya. Kiki akamuuliza mwenzake, we, Mariam kasharudi kazini hapa, we uogopi? Vipi kama na sisi tutaishia kama Bagas? Mariam akakasirika sana baada ya kusikia hili neno. Akambalimia mmoja, akamtishia kumtupa kwenye maji ambayo ilikuwa yanachemka. Jini akamwambia kwamba wewe hata ustahili kufa kama Bagas, yani wewe unatakiwa kufa vibaya sana kuliko Bagas. Kwa bahati nzuri, Farhan akawa amefika hapo, akawa amesoma dua na kumfukuza yule jini ndani ya mwili wa Mariam. Baada ya muda mfupi, Farhan akamfuata Mariam, akamtuliza, akampatia zawadi ya tasbih. Akasema tasbih hiyo alipata kuwa masomoni Misri inaweza kumsababisha binti kumsogeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, na akawa amemsihi sana binti asikate tamaa. Akamkumbusha kwamba binti, hauko peke yako katika haya yote, bado uko na Mwenyezi Mungu. Kisha akawa amemwambia kwamba atamwandikia dua maalum ambayo atakuwa anaisoma baada ya kuwa ameswali. Binti akawa anajitahidi sana kusali. Baada ya swala, anafungua ule ukurasa wa dua ambao alikuwa amepewa na Farhan, anaanza kusoma. Sasa muda binti anaanza kusoma tu, akahisi uwepo wa jini kabisa eneo hilo. Akaona maneno ukutani yakiwa anasema kwamba rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yako Mariam, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ninakupenda wewe mwanadamu. Binti mara moja akaanza kusoma ile dua aliyopewa kwa nguvu zaidi. Minong'ono pamoja na ile mioto kwenye kuta ikaanza kutoweka pole pole. Wakati huo huo, sanduku la kile kidani liko limeanguka sakafuni. Mariam akaenda kutazama, akaona karatasi ndani yake. Alipoifungua akakuta imeandikwa kwamba sitaweza kamwe kuharibu furaha yako, nakupenda. Akachukua kile kikaratasi na kiboksi chake akaenda kukitia kwenye moto, lakini aliporudi chumbani akikiona tena kile kiboksi kiko sakafuni na ile karatasi imo bado ndani. Binti akakichukua tena akakirudisha jikoni akakitia kwenye moto na akasimama hapo hapo, kilikuwa kimetoka kwenye moto tena. Akasikia sauti inamuuliza Mariam kwamba mbona unanipuuza, nakupenda binti. Binti akapiga kelele, acha 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 acha. Baadaye akawa amezichukua zile karatasi moja kwa moja akampelekea Ustadhi Farhan. Farhan baada ya kuzisoma zote akakiri kwamba mwanzo hakuwa anamwamini kabisa ustadhi wake alivyosema kwamba yule jini ni Ifriti. Hakuwa anamwamini kabisa ustadhi kuhusiana na hilo jambo. Akaweka zile karatasi zote ndani ya lile sanduku, kisha akawa amesimama na kuelekea baharini akazitupa huko. Mariam akasema kwamba anaogopa kwamba jini huyu atarudi tena kwenye maisha yake, lakini Farhan
akakaa kimya tu. Siku moja Mariam akiwa bize anajisogeza kwa Mwenyezi Mungu, mama yake alikuwa amejitokeza hapo. Hakutaka kabisa kumsumbua binti yake baada ya kumuona binti yuko bize kuswali. Sasa baada ya yeye kutoka, kuna jirani mmoja alikuwa anaitwa Ida, akamuona Ustaz Farhan anaingia katika nyumba ya kina Mariam. Sasa hili jambo lilikuwa limemtia mashaka, kwa sababu huyu Ustaz ni wa kiume, anaendaje kwenye hii nyumba ya binti na mama yake hayupo? Jirani akafuata wenzake, wakafika hapo mlangoni, wakagonga sana. Baada ya kuingia ndani, hamna mtu eneo hilo. Ida amekuja na marafiki zake wengine. Huyu mama anasema kwamba nilimuona Ustazi anaingia hapa wakati mama yake Mariam hayupo hapa ndani. Amekuja kufanya nini? Wakasikia sauti ya jini anawaambia kwamba zingatieni biashara yenu. Milango pamoja na madirisha vilikuwa vimefungwa muda huo huo. Mariam pepo akawa ameonekana hapa, watu wote wakauawa. Sasa kwa sababu ya makelele, Mariam husika akawa ameshtuka. Kutoka nje anaona mambo sio mambo. Farhan mwenyewe hakuwa amefika kwenye hii nyumba, yeye alikuwa kaburini huko kwa ustazi wake. Akiwa huko akaona kama kuna mzee wa ajabu yuko hili eneo, lakini yule mzee akawa amejificha na kwa ametoweka. Farhan akaendelea na mambo yake, lakini akiwa hapo akasikia tangazo, kuna watu wamepatikana wamekufa huko. Mara moja Farhan akawa ametoka hapo na kufika katika nyumba ya kina Mariam, akakuta kuna watu wengi sana wamefika hapo, wanafujo, wanahitaji kuiangamiza hii familia kwa sababu wamehusika na mauaji. Wanaamini kwamba hii familia inafuga jini, ambaye jini amekuwa na madhara kwa binadamu wengine katika hiki kijiji. Ustaz akajaribu kuwatuliza, akawa ameingia ndani kwenda kuzungumza na Mariam. Mariam anajiona kwamba amekuwa ni mzigo kwa watu ambao wanaendelea kumzunguka katika maisha yake. Ataishi maisha haya mpaka lini? Farana akamwambia kwamba alipokuwa katika kaburi la ustazi alisikia sauti ya kusoma Qur'ani. Mungu alimuumba mwanadamu wawe na wenzi wake wanadamu kama jinsi ambavyo majini wenzi wao ni majini. Mariam baada ya kusikia hili neno akasema kwamba wanadamu wanapaswa kuwaoa wanadamu wenzao kama jinsi ambavyo majini pia wanapaswa kuwaoa majini wenzao. Sasa kwa nini huyu jini anayesema anampenda Mariam anataka kumuoa Mariam? Mariam ni binadamu na jini ni jini. Farhan akasema kwamba kwa jina la Mwenyezi Mungu na nguvu zake ninataka kukuoa Mariam. Lakini ghafla jini akachukua mwili wa Mariam akasema kwamba tayari nimekwisha kusema hakuna mtu yoyote anaweza kunitenganisha mimi na Mariam. Sijaweka sawa kuhusiana na hili jambo. Lakini Farhan akasema kwamba mimi nitamuoa. Jini akamwambia kwamba jichanganye, nitakuua taratibu, hautakaa uamini. Farhan akaanza kusoma dua. Jini likalazimika kuondoka na kuacha mwili wa Mariam kwa muda huo. Siku iliyofuata Mariam akawa anamuuliza Farhan kwamba unataka kunioa mimi kweli kwa sababu umenipenda au unataka kunioa kwa sababu unanionea huruma kwa kile ambacho mimi nakipitia? Farhan akasema kwamba sio hivyo kama unavyofikiria, lakini uamuzi huu uko mikononi mwako, mimi sitokulazimisha kabisa katika hili. Akamwambia kwamba mimi nitakuoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mungu pekee ndiye ambaye anaweza kutengeneza njia mahali ambapo sisi wanadamu tunaweza kuona kabisa hapa haiwezekani kupatikana njia. Kijana akamwambia wazi kwamba mimi nitakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ghafla sauti ya ajabu ikaanza kumuita Mariam. Mariam akawa ameshtuka na akawa ametoka hapo akaanza kukimbia kurudi nyumbani. Ile sauti inaendelea kumfuatilia, inaendelea kumuita, inamwambia kwamba Ustaz Farhan hana upendo wa kweli, hakupendi. Mariam alipofika nyumbani akatazama juu, akaona ule mlango wa ulimwengu mwingine uko wazi eneo hilo. Mazingira yakabadilika. Jini anasema kwamba ninakupenda kuliko mtu yoyote. Binti akasema kwamba nitaolewa na Farhan. Binti akaanza kusoma maneno ya dua. Mama yake akawa amefika hapo na kumtuliza, kila kitu kiko kimerudi kuwa sawa. Baadaye binti akaenda kujiandaa kwa ajili ya swala. Hapa muda huu mambo yote yamekwisha kuandaliwa. Swala inatakiwa kupigwa, binti aolewe na Farhan. Sasa wakati binti anajiandaa, taa za bafuni zilikuwa zimezimika ghafla. Kabla hajafanya kitu chochote akawa amevutwa ndani ya bafu. Muda huo sasa upande wa Farhan, maandalizi ya swala, kila kitu kiko tayari. Watu wako tayari kwa ajili ya ibada. Mama yake Mariam akawa ameshtuka, mbona binti yake hafiki tu? Akawa ametoka hapo kwenda kumwangalia. Kufika huko anaona nguo tu. Akarudi kuja kumweleza Ustaz Farhan kwamba Mariamu haonekani. Farhan akawa amemuuliza kwamba huyu mama, je, unanipa baraka mimi nimuoe binti yako? Mama akasema ndiyo, lakini unawezaje kumuoa binti hayupo hapa? Farhan akasema kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kumfikia mtu yoyote mahala popote alipo. Mama akawa amebariki. Kwa hiyo ibada ya ndoa ikaanza haraka chap chap. Upande wa Mariam akawa amejikuta katika ulimwengu wa majini. Anaona majini wako hapa na maagano yao. Majini wanapeana mtoto mdogo. Binti akasikia tena ile sauti. Upande wa ulimwengu wa kawaida, sauti ya ndoa yake inaendelea kuidhinishwa kule. Binti akawa anajaribu kutoroka hapo. Sasa upande wa ibada ya ndoa inaendelea, lakini sasa yule jini anakilanga nyinyi, anawachanisha mikono, hataki kabisa hili jambo litimie. Sasa baada ya kuona kama Farhan huko serious sana na hili jambo, huyu jini alichoamua kukifanya ni kuwatia prokushani hapa watu. Yule jini akaanza kuwatesa marafiki wa Farhan. Farhan akate tamaa asiendelee na hili jambo, watu ni kutapika damu tu hapa, lakini Farhan hakuna namna, anakaza hii ndoa lazima ifungwe kibishibishi, yani liwalo na liwe. Upande wa ulimwengu mwingine, binti Mariam yuko na jini Ifrit anamsogelea Mariam.
anamnyoshia mkono, anamwambia kwamba ungana pamoja na mimi, lakini Mariam akawa amekataa kumshika. Jini akamuuliza, kwa nini unanikataa wakati mimi nimekuwa karibu na wewe karibu maisha yako yote tangu ukiwa mtoto mdogo? Hakuna mwanadamu yoyote ambaye amewahi kuwa mwaminifu kama mimi. Kwani haukumbuki kama umewahi kufika mahali hapa kabla ya hii leo? Muda huo upande wa ndoa, Imam amesimamia hii shughuli. Farhan akawa amefanikiwa kukamilisha hii dua kwa maumivu sana, lakini hakukata tamaa. Farhan akaanza kusoma dua. Sasa hili jambo, upande wa pili katika ulimwengu mwingine, Mariam akawa amesikia sauti ya dua hiyo, akajua kabisa kiapo cha ndoa kimekwisha kuisha. Mariam akaungana pamoja na wengine wote kusoma dua hiyo. Wakasoma dua hiyo kwa nguvu, na nguvu ya dua hiyo ikaanza kufanya kazi. Jini akaanza kulazimika kumwacha Mariam kwa nguvu, lakini hakutamani sana hili jambo. Baada ya muda mfupi dua ilivyokamilika, Mariam akawa amerudi yuko hoi, akawa amepokelewa na mama yake na mme wake, akawa amefika hapo. Huyu sasa ndio mkombozi wake ambaye Mungu ameamua kumtumia. Sasa baada ya haya, Mariam Harisi anasema kwamba jini huyo bado aliendelea kumfuata kila mahali. Sio kwamba tu baada ya kufunga ndoa haya mambo yaliisha, lakini hapana, anaamini kwamba hata hapa ambapo anazungumza na sisi, yule jini bado yuko karibu naye. Wakati huu anaendelea kumtazama, anajaribu kutafuta upenyo ampate tena huyu binti, amrudishe katika maisha yake. Mwishowe tunaonyeshwa kwamba Farhan pamoja na Mariam walipokuwa na sali pamoja ndani ya chumba, lakini ghafla Mariam Harisi kumbe alikuwa hajaingia upande huu. Kumbe Ustadh Farhan alikuwa na sali na Mariam ambaye alikuwa ni pepo, na Mariam Harisi alikuwa bado hajaingia katika chumba cha sahara. Farhan kumwoa Mariam ilikuwa ndio njia sahihi ya kumpunguzia mateso ambayo yalikuwa yakimwandama kutoka kwa yule jini. Sasa kuna watu ambao mtakuja kwenye comment part 2 mnataka mwenzenu kuteseka, nyinyi mpate movie, si ndio? Subscribe hapo, share, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.